Hizi ndizo hatua kuu mbili usizozijua za mahusiano yoyote yale. Nisikiliza alafu utaniambia wewe uko kwenye hatua gani. Hatua ya kwanza ni hatua ambayo hautumii nguvu kabisa kuyaendesha mahusiano. Ni hatua ambayo mahusiano yanakuwa tu laini, mepesi, unapata msukumo wa ndani, unapata hamu ya kuendelea kuwa na huyo mtu, ya kuendelea kuonesha mapenzi ya dhati, hisia zako ziko juu sana. Hii ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo katika hatua hii, mawasiliano ni laini, mepesi, hayatumii nguvu, kila muda una hamu. Mnachati, mnawasiliana kwa kina, mnaongea, mnapiga story nyingi sana. Ndio muda ambao hata ukiwa unatoka kazini unawahi nyumbani kwa sababu, au unawahi mahali fulani kwa sababu unatamani, una hamu ya kwenda kumuona mwenzako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni hatua ambayo mahusiano yanahitaji kutumia nguvu. Hii ndio hatua ambayo mahusiano mengi yameshindwa kukatisha. Kwa nini? Mawasiliano yanaonekana magumu, hauna hamu ya kuwasiliana naye, hata kuandika neno nakupenda linakuwa zito, neno I miss you linakuwa very heavy. Kila kitu kinaonekana kwamba ni kigumu kufanyika. Hata kuonana hauna hamu naye, haupati hamu ile, msukumo wa kuendelea kuwa naye. Hatimaye migogoro inaingia hapo katikati kwa sababu ya huo ugumu unaojitokeza. Kwa hichi ndio kipindi ambacho wanaokatisha hapa wanafanikiwa. Na wanakatisha vipi? Kwa sababu kila hisia walionayo wanaibadilisha kuwa motivation, kuwa hamasa ya kufanya hivyo. Yaani kama ulikuwa haujisikii kabisa kuwasiliana, haujisikii kumuona, ndio unakuwa kama vile umehamasishwa fanya hivyo. Hapa ndo kipindi ambacho unaambiwa upendo ni kazi, upendo ni kuwajibika, ni uwajibikaji. Haujisikii kuwajibika, haujisikii kufanya hivyo, haujisikii kupata msukumo fulani wa kuonesha upendo na mapenzi kwa mwenzako, ndio wakati ambao unabidi ulazimishe huo msukumo uwe hivyo. Niambie wewe uko hatua gani?